na mandhari nzuri ya eneo letu hili la wilaya ya Nyasa. Kwa kweli tuna mandhari nzuri sana na barabara nzuri za kiwango na milima ambayo ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu ambayo imeipa haiba sana hii wilaya ya Nyasa. Kwa hivyo niwapongeze kuwa mna mazingira mazuri kiasi ambacho binafsi nimetamani kuwa na mji hapa Nyasa. Kwa hiyo niwapongeze wananchi wa wilaya hii na jimbo hili, lakini niwapongeze zaidi kwa namna mlivyojitokeza vizuri siku ya tarehe 29 Oktoba kwenye uchaguzi mkuu wa dola. Mlijitokeza na mkakichagua tena Chama cha Mapinduzi ili kiweze kurejea madarakani. Kwa hiyo tunawapongeza kwa kazi kubwa na ya kihistoria ambayo umeifanya kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tumeanza kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo letu hili la Nyasa. Tumetembelea miradi mikubwa. Mradi mmoja mkubwa ambao tumeutembelea hivi punde ni mradi wa bandari ya Mbamba Bay, ambayo ni bandari inayokwenda kukuza uchumi wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, lakini kukuza uchumi kwa wananchi wa wilaya hii ya Nyasa. Mradi ambao unatumia pesa nyingi sana za Kitanzania. Tunaambiwa takriban zaidi ya bilioni 80 zitatumika katika kuboresha miundombinu mbalimbali katika bandari hii. Kwa hiyo bandari ile itawasaidia wananchi mmoja wa Nyasa, lakini itasaidia uchumi wa Tanzania yetu. CCM oyee! Ng'ara Nyasa ng'ara! Kwa nyinyi ambao mnaona maendeleo yanakuja mbele yenu, msiwe wavivu kuweza kuyatangaza na kuyaelezea mafanikio ambayo yanaletwa na rais wetu na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini na jingine nataka niwaase wazazi wenzangu pamoja na wananchi wote wa Nyasa pamoja na wana CCM, tuendelee kutoa malezi bora kwa vijana wetu. Siku zote mzazi anakuwa ni mwanadamu au mzee mwenye hekima. Kwa hiyo hekima zenu zitumike zaidi katika kuboresha malezi bora katika familia zetu. Tuwalee vizuri watoto wetu ili waweze kuwa wazee wazuri na wao wa baadaye, waweze na wao kulea familia zao. Lakini chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kimeipa dhamana kubwa jumuiya yetu ya wazazi kwa maana ya elimu, malezi na mazingira. Tujaribu kutunza mazingira yetu, tujaribu kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu iliyo bora, sababu miundombinu ya elimu tayari imeshawekwa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naomba viongozi wa jumuiya ya wazazi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini na wananchi wote kwa ujumla, tujitahidi sana kuhakikisha tunawashika mikono vizuri watoto wetu katika malezi yaliyo bora. Sasa hivi dunia imekuwa ya namna yake, kuna teknolojia nyingi zipo, hususan matumizi ya simu. Kuna matumizi bora ya kutumia simu zetu, lakini kuna na matumizi ambayo sio bora. Wajitahidi sana kuhakikisha vijana wetu wanafanya matumizi bora kupitia mitandao ya simu. Kwa hiyo hilo nimesema nilizungumze kwa sababu ni moja kati ya jukumu letu sisi jumuiya ya wazazi.